Habari za wakati huu, mtazamaji wa The Chanzo. Tunakukaribisha tena kwenye mfululizo wa mazungumzo ambayo tumeendelea kuyafanya hapa The Chanzo na wadau mbalimbali. Na leo kwa upekee kabisa tunakwenda kuzungumza na Brenda Rupia Jonas ambaye yeye ni mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania, na ambaye tutakuwa nakuendeshea mazungumzo haya ni wako wa kawaida Khalifa Saidi, na kwa niaba ya wenzangu walioko nyuma ya kamera Joseph Kerati na Hija Selemani, tunakukaribisha sana. Mazungumzo haya na Brenda tunaenda kuyafanya ikiwa tumebakiza wiki moja exactly kwenda kwenye uchaguzi wa Oktoba 29, uchaguzi ambao unakuja kukiwa na taharuki kubwa ambayo inatokana pamoja na mambo mengine na chama kikuu cha upinzani cha Chadema kuto kushiriki kwenye uchaguzi huu au kuto kuwepo kwenye sanduku la kura kutokana na msimamo wake wa no reforms no election, na mambo mengi sana yametokea kwa Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Tumekuwa tukiona kwenye vyombo vya habari mambo mengi yanatokea. Leo tu hapa tunarekodi kipindi hiki tarehe 22 siku ya Jumatano, tumeona makamu mwenyekiti wa Chadema John Heche amekamatwa na polisi alipofika mahakamani ambapo kesi ya mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu, kesi ya uhaini inaendelea pale. Kwa kuna vitu vingi sana vinaendelea ndani ya Chadema, na tukasema hakuna mtu mzuri sana wa kuzungumzia masuala haya kwa upana na kwa undani wake isipokuwa katibu mkurugenzi wao wa mawasiliano na uenezi, na ndio tuko hapa na bibi Brenda Rupia Jonas. Brenda, karibu sana The Chanzo. Asante sana Khalifa, nimekaribia. Asante. Unajua hii ni mara yetu ya kwanza mimi na wewe kuzungumza. Nimekuwa tu nakuona tangu ulipoteuliwa kushika hiyo nafasi baada ya uongozi mpya wa chama kuingia madarakani, na nimekuwa nikikuona kwenye mitandao ya kijamii ukikisemea chama, na nilikuwa nataka kuanza kama hutojali pengine kutumia fursa hii pia kueleza Brenda Rupia Jonas ni nani haswa. Wewe unajitambulisha kama nani, au usuli au background yako ni nani, na ulikuwa unafanya nini kabla ya kukabidhiwa jukumu hili la kukisemea chama? Asante. Kwanza kabisa Brenda mama wa mtoto wa kiume, lakini pia Brenda ni Mwafrika, lakini Brenda ni mtu ambaye anapenda haki, na hii kupenda kwangu haki ndio imenifanya nikaingia Chadema. Sasa niliingia Chadema mwaka 2013 na nilikabidhiwa kadi yangu na katibu mkuu wa kipindi hicho Mheshimiwa Dr. Slaa, na niligombea ubunge wa viti maalum kupitia jimbo la Lupa, ipo Chunya, mkoa wa Mbeya. Na baada ya hapo nikawa naendelea na harakati, nikawa naendelea na siasa kidogo kidogo, nikawa mwenyekiti wa kata ya Mwananyamala kidogo kidogo, nikawa katibu wa Bawacha mkoa wa Kinondoni, na nimehudumu kwa kipindi cha mwaka mmoja. Baada ya hapo ndo nikateuliwa kuwa mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi Chadema. Yes. Kwa hiyo nipo kwenye siasa kwa kipindi kirefu kidogo, tofauti na watu walivyokuwa wanadhani kwamba nimeibuka tu. Sijaibuka. Sijaibuka tu. Nimekuwa nikihudumu kwa nafasi mbalimbali ndani ya chama, lakini pia ninapenda kuona haki ikitendeka, sio tu
kusikia kwamba pale haki imefanyika, lakini pia napenda kuiona pia ikitendeka, na ndo kinachonisukuma kuendelea na siasa, lakini kuendelea kupigania Watanzania pia ni kitu ambacho nakipenda sana. Yes. Na wewe kitaaluma ni nani? Mimi kitaaluma nimesomea uhasibu. Nimesomea uhasibu nchini Uingereza na nilimaliza shahada yangu mwaka 2013. Najua na kamwili kadogo, unajua kuna watu huwa wanadhani kwamba I'm very young, but actually I'm not mimi sio mdogo hivyo. I'm not that young. Kwa hiyo yes. Kwa perspective tu 2013 mimi ndio nimejiunga chuo. Wow, unaona sasa. Kwa hivyo kuna watu huwa wanaona Brenda na kamwili kadogo kadogo and then wanafikiria kwamba na mawazo ni madogo vile vile. Sio kweli. Yes. Kwa hiyo wewe kitaaluma ni muhasibu, lakini unahusika na mawasiliano na uenezi, kazi ambayo lazima nikwambie unaifanya vizuri sana, na huna background yoyote na media na just for your information, ili uteuliwe kama mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi, don't think kwa chama chochote imewahi kuconsider kwamba lazima huyu mtu awe na background ya media. Tumeona hata upinzani wetu CCM wakifanya makala alikuwa hana background, na yeye pia ni mhasibu kwa taaluma na CPA. I don't think hata kiongozi ana taaluma ya media. Kwa hiyo sio consideration ya kumfanya mtu ateuliwe kama mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi kwenye chama chetu. Ilikuwa sio consideration hiyo. Wana consider mambo mengi, lakini hicho sio kigezo. Nilikuwa nataka ujaribu kulinganisha, labda kama unaweza, ile 2013 wakati unaamua kujiunga Chama cha Demokrasia na Maendeleo, na sasa hivi 2025, hiyo ni kama miaka mingapi? Ni kama miaka 12. Yeah. Labda ukijaribu kutafakari, yani safari yako ya kisiasa kwenye hii miaka 12, unaielezea vipi? Unaweza ukareflect vipi mambo ambayo yamebadilika, na pengine kama kitu ambacho kinatokea sasa hivi ni kitu ambacho pengine ulikitarajia kuona kikitokea? But how do you reflect on this almost a decade ya safari yako kwenye siasa za upinzani nchini Tanzania? Kwa kweli nimejifunza mengi sana kuwa kwenye siasa za upinzani nchini Tanzania. Nimejifunza kuwa hakuna haki kwenye nchi hii. Usitegemee kwamba utapata haki yako kwa sababu umeiomba. Haki inadaiwa. Hilo nimejifunza. Lakini pia nimejifunza mengi kutokana na mambo ambayo yamekuwa yakiendelea kwenye nchi hii. Miaka miwili nyuma, kama sio mwaka mmoja, tuliona Mheshimiwa Mbowe alifungwa kwa miezi 7, na sasa tunaona mwenyekiti wetu Tundu Antipas Lissu anafungwa kwa kudai haki. Unatengenezewa zengo, unatengenezewa makesi ambayo ni ya uongo. Kwa hiyo siasa za upinzani sio siasa za lele mama, na kama kuna mtu yoyote ambaye anataka kujifunza siasa kwenye nchi hii, ni vema kabisa akaingia kwenye siasa za upinzani, ndo ataona maana ya siasa. What is the meaning of politics? Maana mimi sioni ukiwa kwenye chama tawala hufanyi politics. Wewe unakuwa tuseme wanafanya uchawa. Mimi sijaona siasa ambazo wanafanya nani chama tawala. Naona tu wanafanya uchawa, ni yes boss, sawa mheshimiwa rais, sawa mheshimiwa waziri, hivyo. Hawahoji, hawatathmini, hawaangalii athari za maamuzi yao. Yani wao ni kukubaliana tu na kila kitu. Kwa hiyo mimi binafsi nimejifunza mengi. Nimejifunza kwamba
ili uipate haki lazima uwe umejizatiti kweli kweli. Because it's not, sio rahisi hivyo kuwa upinzani. Unaona, yani anytime unaweza tu ukakamatwa anytime. Kwa hiyo muda wote unatakiwa uwe tayari kwamba lolote litakalotokea basi mimi niwe tayari kukabiliana na hili. Na yote ni kwa sababu gani? Kwa sababu tu unadai ukweli, kwa sababu tu unadai haki, kwa sababu tu unadai rasilimali za nchi hizi baki ziwe mali za Watanzania wanufaike na mali zao za nchi yao, lakini pia vijana wapate ajira, vijana wapate maisha mazuri. Maisha mazuri sio kwa ajili tu ya watu fulani, na ni kwa ajili ya Watanzania wote. Kwa hiyo ni mengi nimejifunza kwa kweli, mengi, a lot. Asante sana Brenda. Sasa unajua umezungumza hapo kuhusiana na ugumu wa kujihusisha na siasa za upinzani Tanzania, na umesema kwamba siasa za upinzani sio lele mama, na nilikuwa nataka kufahamu kutoka kwako, hii imejiakisi vipi kwenye maisha yako wewe binafsi kama mwanachadema? Yani umelazimika kulipa gharama gani kwa mfano wewe kama mwanachadema kwenye safari yako hii ya miaka 12, kiasi ya kwamba pengine idhihirishe hiki ambacho na sio kwamba lazima iwe umefanya hivyo, lakini nataka tu kujaribu kuangalia pengine hii imekuwa na maana gani kwako wewe kama as an individual ambaye upo kwenye chama kikubwa cha upinzani na upo frontline unapigania hiki ambacho unakisema. Okay, pamoja na kwamba nimesema kwamba siasa za upinzani sio lele mama, lakini mimi sina ninachojutia. Naamini katika haki na naamini katika mwanga. Unajua hata Biblia inasema Mwanzo kwamba Mungu aliumba mwanga afu akaumba maji. So there is no way kama unaweza ukafifisha mwanga unaweza ukafifisha giza, lakini giza haliwezi likafifisha mwanga hata siku moja. So mimi as Brenda sijutii kabisa chochote tunachokifanya kama Chadema, kwa sababu tunafanya vitu in the light, tunafanya in the daylight, tunafanya kwa kutegemea kwamba at the end of the day tunawapigania Watanzania, na Watanzania inabidi wapate haki zao za msingi. Na tunachopigania kwa sasa ni kwamba Watanzania wachague viongozi wao, sio tuletewe viongozi ambao watawala wanataka sisi watuongoze. Kwa hiyo tunachopigania, I believe 100% in the cause, na naamini 100% kwenye no reforms no election, naamini 100% katika kuzuia uchaguzi tarehe 29 Oktoba, lakini naamini 100% kwamba mwenyekiti wetu pia wamempa kesi ya kugushi, na wanaendelea kufanya hivyo kwa viongozi wa Chadema, na naamini kwamba tarehe 29 kuna kitu kitafanyika. Sawa, na huko tutakuja. Unajua ilikuwa nakuuliza kwa sababu kwenye kila kitu ambacho tunakifanya kulingana na kile ambacho sisi tunakiamini, kuna gharama ambazo unalipia. Kujutia ni kitu kimoja, unaweza usijutie na pengine inaweza zisikurudishe nyuma, lakini kuna gharama watu tunalipia kwa kufanya vile vitu ambavyo ni dhamiri zetu, na ndio nilikuwa nataka kufahamu pengine kama wewe pia kuna gharama zote. Kwa mfano tu gharama moja ambayo mimi naifahamu na ambayo iko public ni uwezo wako wa kutembea. Kwa mfano tumeona ukizuiwa kusafiri wewe pamoja na viongozi wengine wa Chadema, huo uwezo wa na uhuru ambao watu wengine sote sisi tunafurahia, lakini kwenu nyinyi unaonekana umenyimwa. Na nilikuwa pengine natamani kusikia pengine kama it is beyond this, kwamba kuna gharama nyingine mnalazimika kukabiliana nazo ambazo pengine sisi kama wananchi, kama watu ambao tunaangalia, tunasema bystanders,
tunaweza tukawa hatuzifahamu mnazipitia kwa ajili tu ya kuendelea kuishi maisha yale mlioamua kuishi? Kwa kweli gharama zipo na gharama ni kubwa, na ni kama hiyo mojawapo. Kwa sasa siwezi kutoka nje ya nchi. Ukiachana na siasa, mimi nina mambo mengine nje ya siasa ambayo ninafanya. Nina ndugu na jamaa ambao wapo nje ya nchi. Siwezi kutoka kwenda kuwatembelea, hata kama ni biashara ambazo nilikuwa nafanya nje ya nchi, siwezi tena nikazifanya hizo biashara. Lakini kingine ni kuwa na hofu na biashara, kufanya biashara ndani ya nchi hii, kwa sababu ukishakuwa tu mwanachama wa Chadema, to be precise, kivyo vyote vile unaona kama kuna namna serikali inaanza kukufuatilia. Kwa nini? Yani unawekewa vikwazo pasipo sababu za msingi. Hiyo ni gharama pia. Lakini pia gharama sio tu ya kutoka nje ya nchi na kutembea nje ya nchi, lakini pia gharama ya kutembea ndani ya nchi. Yani ukiwa hauna security, unakuwa kuna namna ambayo hujisikii kwamba you're safe. Mimi nimepoteza marafiki, watu ambao nawajua personally. Deusdedith Soka nilikuwa namfahamu personally, he was a friend. Kaswahili nilikuwa namfahamu personally, he was a friend. Hao ni watu ambao wameondoka wameondoka duniani, mpaka leo hatuwaoni, lakini wameondoka kwenye nani ya kutatanisha. Huelewi, yani from nowhere tu unaambiwa fulani hapatikani. Okay, kwenye akili yako unaweza kuwa unafikiria okay, labda kesho basi atapokea simu, kesho kutwa ataonekana, kesho kutwa atarudi. Mwaka unakata. By the time mwaka ulikata for me, yani unaanza kuona kabisa huyu mtu harudi. Lakini pia ukiangalia kama wameweza kumpoteza, kama wameweza kumteka hata huyo wa kwao, polepole amepotea, ametekwa. Kama ni mtu wa kwao, wa kutoka chama chao CCM, na hakuna hata kiongozi mmoja wa CCM amesimama akakemea hili jambo, then who are you wewe kiongozi wa upinzani? Lakini ukiachiliana na hilo, unaona leo kilichomtokea makamu mwenyekiti Heche. Kwa hiyo kuna gharama ya kuwa upinzani. Yani sometimes unaishi hujui what will happen to you tomorrow. Hujui kesho utaamkia wapi. Kuna muda tunalazimika tusilale majumbani. Yani unaishi kama digidigi. Leo umeamkia Manzese, kesho umeamkia Sinza, kesho umeamkia Bagamoyo, kesho Kariakoo, hujui utaamkia wapi. Kwa hiyo gharama ni kubwa. Alafu pia maisha pia yanakuwa yana gharama kubwa, kwa sababu unapokuwa hulali nyumbani, maana yake huko utakapoenda kulala ni lazima utalipia malazi, ni lazima utalipia chakula, yani ni lazima utalipia services ndogo ndogo ambazo ungezipata kwa wakati ukiwa nyumbani kwako. Kwa gharama ni kubwa sana kuwa mpinzani, especially kuwa mama. Mimi binafsi, mimi ni mama, kama nilivyosema, nina gharama, kwa sababu sio kila siku unaweza nikaamka nikamuandaa mwanangu aende shule, nikamuona akienda shule akarudi. Yani sina hiyo comfortability. Pia nina hofu juu ya mwanangu sometimes, kwamba huko anapoenda shule, what if yani jambo tu lolote linaweza likamtokea. Inaweza lisinifike mimi, lakini likamfika yeye. Kwa hiyo sometimes unakuwa una hofu. Hivi ni vitu ambavyo vipo, na mtu yoyote akikwambia hivyo vitu havipo, huyo mtu atakuwa na kudanganya. But kwa sababu umeamua kuwa mwana Chadema, umeamua kupigania haki, na unaamini katika cause, na unaamini katika mapambano ambayo yataleta tija kwa taifa huko mbele. Kwa sababu haya ambayo tunafanya, hatufanyi, mimi sifanyi kwa sababu Brenda, nafanya kwa sababu ya wanangu na watoto wa ndugu zangu, lakini nafanya ili watoto wa ndugu zetu wa Tanzania, watoto wa masikini wenzangu waweze kufaidika na mali za nchi yao, lakini pia waweze kuona kwamba Tanzania ni nchi salama kwa miaka ijayo, na ni nchi ambayo haki wanaweza wakaipata, na wakaipata kwa wakati. Asante sana Brenda. Na hivi vitu vyote sasa vinakufanya ujisikie vipi kama mwananchi, ukizingatia kwamba sisi tunaambiwa ni nchi huru,
tulipata uhuru mwaka 1961, mwaka 1962 tukafanya uamuzi wa kuifanya nchi yetu kuwa jamhuri, na kusema kwamba mamlaka ya nchi yatatoka kwa watu. Lakini pia mwaka 1992 tukaamua kama nchi kurudisha mfumo wa vyama vingi vya siasa, kutambua kwamba kuna umuhimu, kuna faida kwa nchi kuwa na vyama vingi vya siasa. Na haya mambo yote sasa ambayo wewe umetoka kuyazungumzia yanafanyika kwenye muktadha huo, yanafanyika kwenye nchi ambayo ni huru. Tunaambiwa kwamba tuliwaondoa wakoloni ili tuweze kujitawala, tukaigeuza nchi yetu ikawa jamhuri, kuwapa watu uwezo mkubwa sana wa kushiriki kwenye namna nchi yao inavyoendeshwa. Mwaka 1992 tukarudisha tena mfumo wa vyama vingi kwa kutambua umuhimu wake. Na haya yanatokea katika mazingira haya, yanakufanya wewe ujisikie vipi kama Mtanzania, kama raia, lakini pia kama mtu ambaye upo kwenye hii dunia? Kwa haya yanayotendeka saizi, kwa kweli mimi napata simanzi kubwa ndani ya moyo wangu, lakini pia ninapata hasira. Unajua, unapopoteza mtu, unapopoteza mpambanaji mwenzako, kuna namna ambavyo unajawa na hasira, na wanavyoendelea kutujaza hasira sisi kama Watanzania, ipo siku kila Mtanzania atasimama na atakataa utawala huu wa CCM. Ipo siku Watanzania watakataa haya mahubiri, maana kila tukiwa tunaenda kwenye uchaguzi basi tunapokea mahubiri ya haki, tunapokea mahubiri ya amani. Sisi ni Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kitu ambacho ni kiini macho hakipo. Kwa nini leo Zanzibar ina rais wake, ina katiba yake, alafu tuna Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini Tanganyika hatuna rais wetu? Kwa nini Zanzibar wawe na rais wao na vitu vyao, wawe na bandari yao? Kuna mambo mengi ambayo yanafanyika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini ukienda Zanzibar wanakuambia mpaka uwe Mzanzibari, mpaka uwe na kitambulisho cha Uzanzibari ndio uweze kupiga kura Zanzibar. Lakini Mzanzibari leo akija Tanganyika anapiga kura. Mzanzibari polisi leo anakuja analinda Tanganyika. Watanganyika wangapi wameenda kulinda Zanzibar? Leo tuna rais Mzanzibari. Je, inawezekana Mtanganyika akaenda kuwa rais wa Zanzibar? Hayo ni mambo ambayo ni lazima tujiulize. Hiyo haki ambayo tunahubiriwa, usawa ambao tunahubiriwa, hiyo amani ambayo tunahubiriwa, je, ipo? Ipo kwa vitendo na tunaiona, au ni viini macho tu ambayo tunaviona kwenye katiba ya jamhuri, lakini kwenye utendaji hivyo vitu havipo? Sawa. Kuna vitu umezungumza hapo kuhusiana na Utanzania na Uzanzibari. Ni mada nzuri sana, ingawaje nilikuwa nataka tu kufafanua kwamba kwa mujibu wa muundo wetu wa muungano jinsi ulivyo, kwa sababu sisi tuna muundo wa muungano wa serikali mbili. Kwa hiyo maana yake inamaanisha kwamba kila Mzanzibari ni Mtanzania, lakini si kila Mtanganyika ni Mzanzibari. Yaani unaweza ukawa Mzanzibari na ukawa Mtanzania wakati huo huo, lakini si lazima kwamba kila Mtanganyika awe Mzanzibari. Kwa pengine hiyo inaweza ikaelezea kwa nini unaweza ukawa na Mzanzibari akawa rais wa Tanzania, lakini haiwezekani kwa Mtanganyika kuwa rais wa Zanzibar. Lakini hiyo ni mada nadhani ya siku nyingine. Nilikuwa nataka kuuliza pia, kuna mambo mengi kama nilivyokuambia yanatokea ndani ya Chadema, na unajua hatuna picha kamili, hatuna picha pana ya ukubwa wa tatizo lenyewe. Kwa mfano umezungumza kuna watu wenu ambao wamepotea katika mazingira ya kutatanisha, unaelewa? Kuna watu wenu pia wanashikiliwa na polisi, kuna watu wenu wana kesi mahakamani, na nilikuwa nataka kama hutojali utupe breakdown ya utupe picha pana
ya matatizo kwa upana wake ambayo nyinyi kama chama sasa hivi mnakabiliana nayo. Kwa mfano kama unaweza ukawa una takwimu labda au data zozote kwamba ukubwa wa haya matatizo ni ukubwa kiasi gani ambao unakabiliana nayo, watu wenu kupotea, watu wanaoshikiliwa na polisi, wenye kesi mahakamani na vitu vingine. Kwanza kabisa nianze na kazi ya polisi. Jukumu la polisi namba 1 ni kulinda raia na mali zake. Lakini inaonekana kwamba polisi ni kwamba wameikataa hiyo kazi, ikija kwenye sala zima la kumlinda mwanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, ni kama wao hawataki kujihusisha nalo. Sasa tumepotelewa, tumeripoti kuanzia tarehe 1 mpaka tarehe 15 tuliripoti watu 24 kutekwa, wengine wapo maabusu. Watu 24 is not a joke. Hiyo ni Oktoba 2 2025. Mwezi huu kuanzia tarehe 1 mpaka tarehe 15 tuliripoti. Ipo kwenye peji zetu za chama, watu 24, na nilisoma nilisoma orodha yote, na katibu mkuu ameripoti pia. Makamu mwenyekiti kwenye briefing zake za mahakamani amezungumzia kuhusu hili jambo. Na hivi vitu Watanzania wanapotea. Rais bado yupo kwenye kampeni, rais bado anaomba kura. Hivi rais kweli anapataje usingizi ikiwa kuna watu wanapotea, hawajulikani walipo, na yeye amekaa kimya, hataki hata kulizungumzia? Tupeni kura CCM, mtatufanyia nini? Hakuna sera ambayo anatutangazia kwamba kuanzia mwaka 2025 mpaka mwaka 2030 mimi rais wenu Samia Suluhu Hassan nitahakikisha utekaji, upotezwaji wa wananchi unakoma. Hajaongelea kuhusu kukomesha hii tabia, hajaongelea kuhusu vyombo vya ulinzi kuendelea kuwatafuta hawa watu. Ni vitu ambavyo tunaviona kama ni mchezo. It's a joke. Lakini rais alishawahi kujitokeza hadharani kulani hivi vitendo na kuvitaka vyombo vya ulinzi na usalama ni kipindi hiki. Lakini unazungumza kwa sasa. Tumeona kuna balozi amepotea, ex balozi, mbunge, msemaji wa chama chao cha CCM aliyekuwa. Rais yupo kimya. How? Kesho itakuwa wewe, rais atakuwa kimya. Apotee nani ili yeye atoke? Atekwe nani ili yeye atoke? Mwanae? Au atekwe nani? Hata sisi ni wakina mama. Hawa watu ambao wanatekwa, wanapotea ni ndugu zetu. Kwa nini tusiwe na hasira? It's time. Yani hakutakiwa kusema leo, anatakiwa aseme jana, juzi ndo alitakiwa kusema. Yani ni vitu ambavyo vinaumiza sana kwa kweli. Yani kila ukianza kulisemea hili jambo, ni jambo ambalo linaumiza. Unaumiza Watanzania wenzako just because of madaraka. Why? Yani kwamba leo mtu asiongelee kutekwa, asiongelee kwamba kuna udhalimu mkubwa ambao unafanywa na serikali ya CCM. Asiongelee kwamba hawa wagombea wa CCM ni incompetent. Wamebaka mfumo mzima wa uchaguzi. Ukipita barabarani unaona tu mabango ya mama anaweza, mama anatosha. Wapinzani wake wako wapi? Anagombea na nani? Sasa mimi Brenda, sisi viongozi wa Chadema tumekataa. Ni lazima, tumesema tutayazungumzia haya mambo, hata kama hata kama ni huko gerezani tutayaongelea. Tutaacha kuyazungumzia haya mambo. Ni mambo ambayo yanaumiza, lakini ni mambo ambayo ni yana maslahi mapana na Watanzania, lakini yana interest kwa Watanzania. Hao watu wote wanaopotea ni watu ambao wana ndugu zao ambao ni Watanzania wenzao. Kwa nini wao hayawaumi? Na kwa nini ni viongozi wa Chadema? Kwa nini ni wanachama wa Chadema tu? Why? Lakini tumeona Tarime kule kwa mfano kuna
makada pia wa Chama cha Mapinduzi wamepotea katika mazingira ya kutatanisha. Na ni utabiri ambao unaendelea, kwa sababu ni kwamba wakimalizana na Chadema watageukiana wao. Maana sio wote ambao wanaendelea kufurahia haya mambo. Mimi napokea message nyingi sana kutoka kwa wana CCM. Wanatuambia, Brenda, tuko pamoja na kwamba sisi hatuwezi kutoka kuzungumza, lakini tupo pamoja hapo hapo, shikilieni hapo hapo mliposhikilia. So ukiachana na swala la watu kupotea, kwa mfano kuna watu wenu ambao pia wanashikiliwa na polisi, ambao pia akiongezeka makamu mwenyekiti ambaye mpaka sasa hawajatupa wanamshikilia kwa sababu gani. Makamu ametoka juzi Tarim, leo anakuja kwenda kushuhudia kesi ya mwenyekiti Tundu Lissu. Anakamatwa getini. Unakamatwaje getini unaelekea mahakamani bila sababu? Kwa nini msiseme okay, tunakukamata kwa sababu fulani fulani fulani? Kama lengo ni kuzuia viongozi wa Chadema wasiongee, wasiwe sehemu ya uraiani tarehe 29, si watoke waseme. Wanaogopa nini? Yani wana hofu ya nini? Kwamba hatuna silaha. Lakini pia juzi nimesema sisi sio mateka wa nchi hii. Watufungulia mashtaka basi kama wanaona kwamba kuna somewhere tunakosea, kuna somewhere tunakinzana na taratibu na kanuni za nchi hii, lakini tuna makosa ambayo tunayafanya ambayo ni ya jinai. Watufungulia mashtaka, tukae tukijua kwamba okay, Brenda unashtakiwa, makamu anashtakiwa kwa hiki, John Mnyika unashtakiwa kwa hili, kuliko haya ambayo wanafanya. Pale mwanzo ulikuwa unazungumza, unalalamika kuhusiana na haya mambo yanatokea dhidi ya wanachama wenu, lakini tukiwa wa kweli si wanachama wenu tu, kama hivyo tumeona hapo pia watu wa CCM. Umemtaja aliyekuwa balozi wa Tanzania nchini Cuba Humphrey Polepole, ambaye pia alikuwa kiongozi mwandamizi wa Chama cha Mapinduzi, na ukasikitika kuona kwamba rais amenyamazia hivi vitu. Na nilikuwa nataka kuona pengine wewe ungependa rais achukue hatua gani kwenye mazingira haya? Ni mgombea wa CCM ndio, lakini bado ni rais wa nchi hii. Ungetaka pengine what concrete steps ambazo wewe ungependa kumuona rais anachukua kuhusiana na haya mambo uliyoyagusia? Rais ni amiri jeshi mkuu wa nchi hii, na kama chombo cha ulinzi na kama amiri jeshi mkuu, manake na yeye pia kazi yake namba 1 ni kulinda usalama na mali za wananchi na wananchi wake. Sasa tumeona nchi kama Marekani, lakini Uingereza wanarudi kuwachukua, yani akipotea mtu mmoja basi jeshi linaweza likatumwa kumtafuta mtu huyo mmoja. Hapa nimeongea kuhusu watu 24 mpaka leo wamefika 50 na walipotea. Huyo rais hatujamuona akisema neno lolote. Juzi tumeona Israeli wamebadilishana watu 20 kwa watu 2000. Watu 20 kumekuwa kuna vita kwa sababu ya watu 20, lakini leo watu 50 nao wanapotea. Yani rais yupo kimya, anaona kwamba hili ni jambo la kawaida. She has nothing to say. Yeye kama amiri jeshi mkuu, are you serious? Alafu bado tunasema huyu rais ni competent. Kwa hiyo unataka rais kulinda wananchi wake, hawezi kutulinda. Hiyo yani hamna namna nyingine ya kuiweka zaidi ya kwamba ameshindwa kulinda hao wananchi ambao wanatakiwa kuwalinda. Kwa nini watu waende wakapige kura kumchagua yeye? Kwa hiyo kuna chochote ambacho rais anaweza kufanya, au kwa mtazamo wako nadhani hakuna? Namba 1 alitakiwa kulizungumzia, lakini namba 2 alitakiwa kutoa oda kwamba hawa watu watafutwe na waletwe immediately. Haiwezekani mwananchi akapotea kwenye nchi yako alafu wewe upo kimya, yani upo silent. Ni kama tu wewe baba nyumbani kwako unajua una watoto 3, mtoto mmoja amepotea alafu wewe upo comfortable unalala tu nyumbani. Hivi ni jambo ambalo linawezekana? Ni jambo ambalo haliwezekani. Kwanza ni jambo la ajabu.
kama mzazi, yani hicho ni kitu ambacho hakiwezekani hata kutokea. Brenda, asante. Zungumza pia kuhusiana na namna hili zuio la mahakama dhidi yenu likiwazuia kujihusisha na shughuli zozote za kisiasa, kufanya shughuli zenu za siasa. Nyinyi ni chama cha siasa, na kwenye hii kesi ambayo bado inaendelea na bila kuathiri kile kinachoendelea mahakamani kwenye hii kesi, tumeona leo pia Jumatano ya leo tarehe 22 shauri la wale washtaki kutaka baadhi ya viongozi wa chama chenu wakamatwe kwa kukiuka hili agizo la mahakama dhidi yenu kujihusisha na shughuli za kisiasa. Lakini nilikuwa nataka kusikia kutoka kwako ni kwa namna gani hili zuio limewaathiri nyinyi kama chama cha siasa kwenye uwezo wenu wa kuorganize, kumobilize na kufanya shughuli zenu za kila siku. Asante. Hiyo kesi ya Said Issa na wenzake watatu, Said Issa ambaye alikuwa pia ni makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia awamu mbili zilizopita, na wenzake watatu dhidi ya katibu mkuu na bodi ya wadhamini, ili wazuia katibu mkuu na bodi ya wadhamini kufanya shughuli za kisiasa. Haijamtaja makamu mwenyekiti Heche wala haikutaja wanachama wote kwamba imezuia wanachama wote kufanya shughuli za kisiasa. Na tumeona katibu mkuu kwenye briefing zake za mahakamani kila baada ya session za mahakama kwenye kesi hiyo alikuwa na brief na anasema kwamba imewazuia katibu mkuu na bodi ya wadhamini. Kwa hiyo watu wengine wote ilikuwa ni ruksa kufanya shughuli za kisiasa. Kwa hiyo mimi nafikiri kulikuwa kuna miscommunication kwenye hilo jambo, lakini sio watu wote waliozuiwa kufanya shughuli za kisiasa. Lakini pia chama kimeathirika sana kwa sababu tumezuiwa kufanya kwenda ofisini, kwa mfano kutumia mali za chama kama magari ya chama, kama HQ pale makao makuu ya chama tumezuiwa kutumia ofisi zetu za makao makuu, lakini mali zote za chama. Lakini mali ambazo ni za mtu binafsi, kwa mfano hii t-shirt ya no reforms no election ya kwangu mimi Brenda, uwezi ukanizuia kuivaa kwa sababu tu umezuia chama na katibu mkuu kutumia mali za chama. Kwa hiyo vitu ambavyo ni mali binafsi, hata kama vina nembo vya chama, mimi tunaendelea bado kuvitumia. Lakini ukweli ni kwamba tumeathirika, chama chetu kimeathirika pakubwa, ni ukweli usiopingika kabisa. Lengo lao ni kudhoofisha chama, lakini lengo lao ni kudhoofisha na kuwarudisha wanachama nyuma, kitu ambacho hawajafanikiwa kwa kweli, kwa sababu ni kama wameongeza ari ya wanachama kuendelea kukipigania hiki chama, lakini wameendelea kupigania wa Tanzania kupitia hiki chama cha demokrasia na maendeleo. Na hapo umezungumza vizuri, kwa sababu nilikuwa nataka nikuulize kwamba unadhani watafanikiwa kwenye hilo lengo, na kwa sababu umegusia, nataka tu uendelee kueleza namna ambavyo unaona haya mambo yote yatakavyokiacha Chama cha Demokrasia na Maendeleo, kwa sababu ipo hofu miongoni mwa watu ambao wanadhani kwamba mambo yote haya yanayofanywa dhidi ya chama chenu ni kama vile yatakipelekea Chama cha Demokrasia na Maendeleo kuzimu, kwamba itakuwa ni vigumu sana kuibuka kutoka kwenye mazingira yote haya magumu. Wewe unaona haya mambo yote yatakiacha vipi Chadema? Unaona Chadema ikirudi kama ilivyokuwa kama chama, kama taasisi imara, na kuweza kuwa na uwezo wa kufanya mikutano yake, kufanya shughuli zake, na kwa ajili ya kuvutia wanachama wapya na vitu kama hivyo? Wewe unaiona Chadema ikibaki salama kutokana na haya mambo yote ambayo yanafanywa dhidi yake kwa sasa? Kaka Khalid, ninachoweza kukueleza mimi ni kwamba Chadema ni imani, ipo kwenye mioyo ya watu. Chadema sio majengo, Chadema sio mali, Chadema ni kubwa kuliko wanavyofikiria wao.
mipango ipo mingi, yani tuna watu wenye akili mno ndani ya Chadema. Kwa hiyo kwa kudhoofisha, wao wanavyofikiria kwamba wanatudhoofisha kwa kukataza kutumia mali. What is mali? Watu wako tayari kutoa roho zao kwa sababu ya hiki chama. Kuna watu wamekufa kwa sababu ya hiki chama. Sasa kama kuna watu wamesacrifice, yani kuna sacrifice za aina hiyo, unaweza ukaniambia kwamba hiki chama kitakufa kesho because CCM wameamua chama kife? Watu wamepoteza mali zao kwenye hiki chama kwa ajili ya hiki chama. Ukiona sadaka, watu wanavyotoa sadaka kwa ajili ya hiki chama. Tumefanya mikutano hapa no reforms no election, na tulikuwa hatuna ruzuku, walikuwa wametugomea kutupa ruzuku. Mmeona Watanzania jinsi walivyokuwa wanakichangia hiki chama. Mkutano mmoja tena kijijini, brother, unapata 2 milioni 3 milioni. Mkutano huu mmoja Watanzania wameonesha namna ambavyo wana imani na hiki chama. Yani hiki chama kimekuwa ni matumaini ya Watanzania walio wengi. Unaona kabisa Watanzania wanaona kwamba matatizo yao yanaweza yakatatuliwa wakipambania hiki chama. Matatizo yao yatafika kikomo hiki chama kikishika madaraka. Wanatamani wakione hiki chama kikiwa madarakani. Kwa hiyo hiki chama hakiendi sehemu. Wanaweza wakachukua hata hayo majengo, wakachukua kila kitu, lakini hawataweza kuondoa hiyo imani kwenye mioyo ya Watanzania. It's impossible. Yes. Sawa. Brenda, kama ambavyo nilitangulia kusema kule mwanzo kwamba tuna takribani wiki moja, tuna exactly 1 week mpaka kwenye uchaguzi wa Oktoba 29. Nyinyi Chadema hamtakuwepo kwenye ballot box. Baadhi ya nimekaa hapa nikazungumza na naibu katibu mkuu Chadema bara Amani Golugwa, na alinihakikishia kwamba no reform no election bado itaweza kutekelezeka ndani ya kipindi kile tulichokuwa tunazungumza. Nimezungumza na mwenyekiti wa Bavicha hapa Deogratias Mahinyila, na akaniambia kabisa kwamba no reform no election, kwa sababu no reform no election kama ambavyo mmekuwa mkifafanua haimaanishi kususia uchaguzi, lakini kuzuia uchaguzi usifanyike mpaka mageuzi muhimu yafanyike. Tumebaki siku 7 kwenda kwenye uchaguzi. Bado una matumaini kwamba Chadema mna uwezo wa kuzuia uchaguzi usifanyike, kuchochea yale mageuzi mnayotaka? Asante. Tulivyoanza na kampeni yetu, ajenda ya no reform no election ilikuwa ni ajenda ya Chadema. Lakini kwa sasa ukiingia kwenye mitandao ya kijamii, ukizunguka mitaani, unaambiwa no reform no election. Sio ajenda ya Chadema tena, ni ajenda ya wananchi. Wananchi wameichoka CCM, hawaitaki tena. Ni vile tu wamekuwa na kiburi, wanaendelea kushupaza shingo, lakini hata wao wenyewe wanajua kwamba wananchi hawakitaki hiko chama, hawakitaki madarakani, hawamtaki Samia madarakani, hawamtaki Samia kama rais wao. Kwa hiyo hii sio ajenda tena ya Chadema, ni ajenda ya wananchi, na wananchi ndio wanasema kwamba hatuendi kupiga kura, hatutafanya uchaguzi, na watafanya kila wanaloweza kufanya ili kuzuia huu uchaguzi. Na mimi naungana nao, no reforms no election. Kuungana nao ni kitu kimoja, lakini unakiona kikitokea, unaona kikifanyika kitu ambacho kitazuia uchaguzi usifanyike, kwa sababu hilo ndilo ambalo lilikuwa lengo lenu. Na hapa tumezungumza kuhusiana na kesi inayoendelea sasa hivi mahakamani ya mwenyekiti wenu Tundu Lissu, ambayo asili yake ni yale maneno aliyozungumza kuhusiana na kitu ambacho Chadema mtafanya kuzuia uchaguzi usifanyike. Na mimi nakuuliza, unadhani unakiona hicho kikitokea ndani ya hizi siku 7 zilizobaki? Ndio. Sioni wananchi wakienda kupiga kura. Sioni kukiwa kuna uchaguzi. Naona wananchi wakizuia uchaguzi. Naona wananchi wana utayari wa kuzuia huu uchaguzi.
na hiyo agenda yetu ya no reforms no election naona ikitekelezeka kupitia kwa wananchi ambao wameichoka CCM. Na hawaitaki tena madarakani. Kwa hiyo sioni uchaguzi ukifanyika. Yes. Sawa. Labda tumalizie Brenda, ili ni kuache uendelee na shughuli nyingine. Sasa una ujumbe gani kwa wanachadema, wafuasi wa Chadema na watu wanaowaunga mkono katika mazingira kama haya ambayo tunapitia? What is your appeal? Unatoa wito gani? What appeal do you make kwa watu wanaounga mkono, kwa wanachama wenu, kwa wafuasi wenu na kwa jamii nzima ya Kitanzania? Asante. Kwanza kabisa nipende kuwashukuru wananchi wote wanaoiunga mkono Chadema, lakini wananchi wote wanaoiunga mkono no reforms no election. Niwaombe wananchi tuungane kukomesha udhalimu ambao unaendelea kwenye nchi hii. Tuungane kukataa utekaji, upotezwaji, uumizaji ambao unaendelea kwenye nchi hii, lakini pia tuungane kwa kuikataa CCM tarehe 29 Oktoba. Kwa vyovyote vile mtu yoyote anayeweza kufanya chochote kwa ajili ya kuikataa uchafuzi ambao utaendelea, lakini kwa ajili ya kukataa mambo yote ya udhalimu ambao unaendelea Tanzania, basi kila mtu afanye kila analoweza ili kuweza kukataa haya mambo. Lakini pia tuungane kwa kutoa kwa support kwa makamu mwenyekiti ambaye mpaka saizi yupo kwenye kituoni. Sijui wanaweza kuwa wamemhamisha pale Central, lakini mwanzo tulipewa taarifa kwamba yuko Central. Chama kinaendelea kufuatilia walipompeleka, na tumetuma mawakili ambao wanaenda kufuatilia hiyo kesi. Lakini pia tuionyeshe Tanzania na dunia kwa ujumla kwamba nguvu ya umma haiwezi ikapuuzwa. Wote tukiamua kukataa basi tutashinda, na mimi na imani tutashinda. Hiyo ndo rai yangu kwa wananchi. Brenda, shukran sana. Na tumai kuja kupata wasaa mwingine wa kuzungumza na wewe kuhusiana na mambo mengine mbalimbali kuhusiana na mustakabali wa nchi yetu. Nakushukuru sana kwa muda wako na nakutakia majukumu mema. Asante sana Khalid, na wewe pia nakutakia majukumu mema. Asante. Asante sana. Mtazamaji wa The Chanzo, basi mpaka kufikia hapo ndio tumefikia tamati ya mazungumzo haya maalum ambayo tumekuwa tunafanya hapa na Brenda Rupia Jonas. Yeye ni mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi wa Chadema. Tumezungumzia mambo mengi ambayo chama hicho cha upinzani nchini Tanzania kinapitia kwa sasa, pamoja na wito wake yeye kama afisa mwandamizi wa chama hicho kwa Watanzania kulingana na yale ambayo wanapitia. Ambaye nilikuwa nakuendeshea mazungumzo haya ni mimi Halifa Saidi, na kwa mara nyingine tena kwa niaba ya wenzangu walioko nyuma ya kamera Joseph Kerati na Hija Selemani, tunakushukuru sana na kukutakia utazamaji mwingine wa maudhui ambayo tunaendelea kuzalisha hapa. Brenda, shukrani sana. Asante Khalid. Mungu akubariki. Bye. Haya, bye. Bye.